Wakati mzozo wa kidiplomasia ukizidi kutokota kati ya Khartoum na Nairobi, baada ya Sudan kutangaza kwamba inasitisha uagizaji wa bidhaa zote kutoka nchini Kenya, kutokana na hatua ya Kenya kukubali kufanyika nchini Kenya kwa mikutano ya kundi la waasi la Rapid Support Forces na washirika wake, ambapo kundi hilo la waasi liliunda serikali mbadala. Sasa viongozi wa upinzani nchini Kenya wakiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wakimlaumu Rais William Ruto kwa hatua ya Sudan kupiga marufuku bidhaa za Kenya kuingia nchini humo, hatua ambayo anadai itasababishia Kenya hasara ya mabilioni ya dola baada ya kuzuiwa kwa Kenya kuingiza bidhaa zake Sudan. Kuwakaribisha waasi ili waweze kutangaza serikali mbadala jijini Nairobi ni jambo baya mno, na mnaona kilichofanyika. Majenerali wa Khartoum wameamua kwamba hawataruhusu chai ya Kenya kuingia nchini humo. Hii ni diplomasia ya aina gani? Taifa linaelekea pabaya. Takwimu zikionyesha kwamba Kenya iliuza bidhaa zenye thamani ya dola milioni 48.2 kwa Sudan mnamo mwaka 2023. Bidhaa kuu zilizouzwa ni chai iliyoingizia Kenya dola milioni 28.6 za Kimarekani. Kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa akimlaumu Rais William Ruto kwa kila ambacho amekidai kwamba ni kuweka maslahi yake kibinafsi mbele ya maslahi ya kitaifa. Nchi ya Sudan imetangaza ya kwamba kutoka leo hakuna mambo ya kupeleka majani chai yetu Sudan, sababu kuna biashara ya dhahabu imekuwa inafanyika, dhahabu kutoka kule Sudan. Kuna jenerali anaitwa Emedi ambaye sasa amekuja Nairobi kuunda serikali yake inayopinga serikali ya Sudan. Sudan imesema sababu Kenya imewasi, biashara ya majani chai haitafanyika. Wengi hamtaelewa pigo kwa Wakenya. Hii itaadhiri pakubwa uchumi wetu, sababu Sudan is one of the biggest markets kwa wale wakulima wa majani chai. Kando na Misri, Egypt, Sudan ndio wanakunywa majani chai. Sababu ya ufisadi, biashara ya dhahabu, mambo ya biashara ya Sudan imefungwa. Wakati huo viongozi wa kisiasa wa upinzani wamepuuzilia mbali ndoa mpya ya kisiasa baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga, wakitaja ndoa hiyo kama ya watu wanaojitakia makuu. Ile ndoa yetu ya Azimio kidogo ni kama imevunjika. Tuliona hapo KICC vile tumeona Dennis na Ruto wanaweka sahihi hapa certificate yao, tukaona wenzetu wawili wanaweka certificate, ndoa mpya ile hatujaielewa. So kuna wengine tumeacha kwa mataa, pia mtuombee. Lakini kile nashukuru sana ni kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki limesimama na Wakenya. Hata kama Azimio inasambaratika sababu ya siasa zinazokuja, wale ambao tumebaki nyuma tuwataka tusimame na kanisa Katoliki na wale ambao wamesimama na Wakenya. Sababu yale alifanya tuende kwa maandamano ilikuwa ni ushuru kupanda. Kanisa limeambia Zakayo shukisha ushuru, lakini huyu Zakayo sio kama Zakayo wa Biblia. Yesu alipoambia Zakayo ashuke, Zakayo alifanya nini? Alishuka. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV. Mchezo Super ambao safari hii wanakupa mtaji wa hadi milioni 20 au bodaboda 2 ufanyie biashara, na kubwa zaidi unaweza ukatuachia sisi tukufanyie biashara kisha tukupe faida ya shilingi 300,000 kila mwezi kwa muda wa mwaka mzima.